Yes, kama bado hauja subscribe na ukaribishe uguse maandishi mekundu hapo chini kisha gonga alama ya kengele ama gusa maneno ambayo yameandikwa subscribe kisha gonga alama ya kengele. Taarifa kutoka nchini Misri zinadai kwamba tayari Simba wameshtukia mtego ambao timu ya Al Masry kutokea nchini Misri wamewategea. Ni kwamba hawa Al Masry baada kugundua kuwa mashushushu wa Simba walikuwepo katika mchezo wa mwisho la kombe la FA pale Misri, baada kugundua sasa kwamba wale mashushushu wa Simba wapo uwanjani, kocha wa Al Masry aliweza kucheza mind game ama mind trick kwa kubadilisha mfumo wa kiuchezaji. Kocha Fadru, kocha mkuu wa Simba, aliweza kuzungumza baada hilo. Hapa namnukuu kwa kile ambacho amekiongelea. Amesema kwamba tumewafuatilia kwa ukaribu Al Masry na tunajua ni timu ambayo inashambulia zaidi wakiwa uwanja wa nyumbani. Mara nyingi wanatumia mfumo wa mabeki watatu nyuma, lakini tumegundua mechi yao ya mwisho ya ligi walibadilisha mfumo na kutumia mabeki wanne. Kocha Fadlu Davis alimeyazungumza hayo mara baada ya kuona mipango kama vile haiendi jinsi ambavyo wao walikuwa wamedhamiria iende. Kwa maana tunafahamu lazima mjue mpinzani wako silaha zake ni zipi, anategemea mifumo ya namna gani. Kwa hiyo huu ndo mpira wetu wa Kiafrika, lazima ujue mpinzani wako anatumia silaha za namna gani ili na wewe ujue unanunua silaha za namna gani ili uende kupambana naye. Mchezo wa Simba dhidi ya Al Masry wakiwa Simba Sports wakiwa ugenini utachezwa tarehe 2 ya mwezi wa 4, yani ni kesho kutwa tu hapo. Kwa hiyo tusubiri kuona kile ambacho mwalimu Fadlu Davis amewaandalia wa Tanzania. Na ikumbukwe ni mechi ambayo inakwenda kupigwa Simba akiwa ugenini. Ni mechi ya maamuzi kombe la shirikisho barani Afrika, hatua ya robo finali. Kumbukwe hii ni finali nyingine kwa Simba, robo finali nyingine kwa Simba akiwa amecheza robo finali 6 za michuano ya CAF, 4 klabu bingwa lakini 2 shirikisho, na hii ni kwa mara nyingine tena Simba wanashuka dimbani. Na ikumbukwe sio mara ya kwanza kucheza katika taifa la Misri. Kwa hiyo huenda safari hii Simba wakavuka hatua ya robo finali na kwenda hatua ya nusu finali. Dua kwa mashabiki wa Simba ni kwamba Simba ashinde tu kivyote vile ama atoe sare ili aje kufuzu akiwa nyumbani. Na mara zote ukiacha ile mechi ambayo alicheza na Kaizer Chiefs, mara zote Simba amekuwa akitolewa katika viwanja vya nyumbani. Je, safari hii Simba tafuzu? Tusubiri. Gusa maandishi mekundu hapo chini kisha gonga alama ya kengele. Maandishi yameandikwa